Hivi unajua kwamba kuna mtoto wa miaka 5 ambaye alifanikiwa kuhaki mfumo wa benki na kuiba pesa baada ya kujua kwamba mamake amefukuzwa kazi. Sasa najua utakuwa unajiuliza maswali mengi sana. Je, mtoto wa miaka 5 unawezaje kuhaki mfumo wa benki na kuiba pesa? Lakini hao majibu ya maswali yako bwana utapata hapa kwenye simulizi kali ya movie yetu. Hivyo usahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata movie zetu. Okay, sawa, tuanze. Mzigo na musu dogo kuitwa Alex. Huyu dogo alikuwa ni mtundu sana kwenye masuala ya mtandao. Na jambo ambalo lilikuwa linawashangaza watu wengi sana ni kutokana na umri ambao Alex alikuwa nao. Maana alikuwa ni kijana mdogo kinoma noma. Sasa Alex alikuwa ni mzaliwa wa Ukraine lakini walihamia Canada baada ya wazazi wake kupata kazi kwenye nchi hiyo. Lakini hali ya kimaisha ilikuwa ni ngumu sana kwenye familia ya kina Alex licha ya kwamba wazazi wake walikuwa wamepata kazi. Na pesa ilikuwa inapatikana ilikuwa ni ndogo sana. Hivyo ilikuwa inashindwa kabisa kukidhi mahitaji. Lakini baada ya miaka kadhaa kusogea, mamake Alex alifanikiwa kupata kazi kwenye benki moja ambayo alikuwa analipwa mshahara mzuri tu, ila mambo yalikuwa ni magumu maana hii kazi ilikuwa ni ngumu kinoma noma. Hali iliyomfanya bi mkubwa kazi zingine anakuja kumalizia nyumbani. Na hapo ndipo Alex alipopata nafasi ya kuanza kujifunza kompyuta. Maana alikuwa anamzingatia sana mamake na alikuwa anajitahidi kufanya kila kitu ambacho bi mkubwa anakifanya. Sasa baada ya miaka mingi kupita, Alex alikuwa ni mtu mnoma sana kwenye kuchezea kompyuta. Maana alifanikiwa kutengeneza website ambayo ilikuwa inamuingizia pesa nyingi kinoma. Maana kila baada ya dakika 10 dogo alikuwa anaingiza zaidi ya dola 100. Pesa ambayo ilikuwa ni nyingi sana, lakini Alex alikuwa anaingiza pesa hiyo ndani ya dakika moja tu. Na kazi hiyo ilikuwa ni ngumu sana upande wa Alex, lakini dogo alikomaa maana alikuwa anaamini kazi ndio inaweza kubadilisha historia nzima ya maisha yake. Sasa Alex alikuwa na improve siku baada ya siku kutafuta material ambayo inaweza kumsaidia kwenye mchongo huu. Na Loi Mwamba akiwa ametulia zake mgawani anakula msosi, ghafla alisikia taarifa kwamba kuna kikundi kimoja kinaitwa Dark Web. Na hiki ni moja ya kikundi ambacho kilikuwa kinahusika sana na masuala ya udukuzi wa mtandao. Na kundi hili lilikuwa linapata sifa nyingi sana kutokana na umahiri wao kuchezea system nzima za benki. Lakini dogo baada ya kusikia kwamba kuna kundi linaitwa Dark Web ndipo aliondoka na kurudi zake nyumbani. Lakini akiwa anaingia ndani, Alex alistuka sana baada ya kumkuta bi mkubwa analia huku akiwa anasema kwamba amefukuzwa kazi. Lakini Alex kwa sababu alikuwa hapendi kuona mama yake akiwa na huzuni, ndipo aliamua kumtuliza na kumpatia kibunda ambacho alikuwa anakitunza kipindi cha nyuma. Ikiwezekana pesa hizi zimsaidie tu mama yake, maana bi mkubwa alikuwa anapitia wakati mgumu sana. Na bi mkubwa alifurahi sana baada ya jambo hilo, maana alikuwa hajui ni wapi atapata msaada. Lakini maisha ilibidi endelee kama kawaida. Na Loi Alex akiwa anaendelea na mishe zake ndipo alifanikiwa kupata website ya Dark Web. Na dogo kwa sababu alikuwa anapenda sana masuala ya mitandao, aliwacheki na kuomba ajiunge na kikundi hichi. Lakini Dark Web kwa sababu alikuwa na wasiwasi mwingi sana na udogo kwa sababu alikuwa hawamfahamu kabisa Alex, ndipo aliamua kumpa test Alex na kumwambia endapo akikamilisha basi watamkubalia na kujiunga kwenye kikundi chao. Na Alex kwa sababu alikuwa ni mnyama sana kwenye masuala ya mitandao, alifanikiwa kufanya test hiyo na baada ya muda mfupi alijiunga na kikundi cha Dark Web. Na dogo alipoanza tu kufanya kazi kwenye kampuni hiyo, maisha yake yalizidi kubadilika maana alikuwa anapiga pesa nyingi sana zilizokuwa ni zaidi ya pesa ambazo alikuwa anaziingiza mara ya kwanza. Maana zaidi ya lisali moja Alex alikuwa na uwezo wa kuingiza zaidi ya dola 5,000. Na dogo baada ya kuona mfanikiwa kuingiza kibunda cha kutosha ndipo aliamua kujiunga na chuo huku akiwa anaamini hii ndio sehemu pekee ambayo anaweza kutimiza ndoto zake. Lakini kama unavyojua bwana, maisha ya chuo lazima uwe na kibunda. Lakini hilo jambo lilikuwa jepesi sana upande wa Alex, maana udogo alikuwa na kibunda kingi kinoma noma na alikuwa ananunua vitu vya gharama sana ambavyo kipindi cha nyuma alishindwa kabisa kuvimiliki. Lakini Alex baada ya kufika chuo alifanikiwa kukutana na mshikaji mmoja ambaye anaitwa Derek. Ila huyu Derek alikuwa ni mshikaji mmoja muuni kinoma noma, lakini alitokea kumkubali sana Alex kutokana na ucheshi aliyokuwa nao. Na siku zilizozidi kusogea, Derek alikuwa ni zaidi ya rafiki kwa Alex, maana alikuwa anasaidiana vitu vingi sana ambavyo Alex angekuwa peke yake angeshindwa kabisa kuvifanya. Sasa Alex licha ya kwamba alikuwa amelipa ada kwa ajili ya chuo, alishindwa kabisa kuendelea na masomo baada ya kuona haya sio maisha ambayo alikuwa ameyazoea, maana Alex alikuwa kila siku lazima aingize pesa. Na hapo ndipo alipoona kwamba masomo yanamchelewesha, maana alikuwa hana chochote kile ambacho anakiingiza na ilibidi aache chuo. Ndipo alirudi kwenye mishe zake za kutengeneza pesa online, maana aliona hii ndio njia pekee ambayo inaweza kumbadilishia maisha yake. Na maisha yaliendelea upande wa Alex, lakini dogo alikuwa ni mtu mwenye bahati kinoma noma, maana siku moja alipokuwa anaenda klabu alikutana na binti mmoja aliyempatia kadi ya benki, lakini kadi hiyo ilikuwa mbovu, maana ilikuwa haiwezi kabisa kutoa pesa. Lakini Alex kwa sababu alikuwa ni mtundu kinoma noma, ndipo alikubali kuchukua kadi hiyo na mwisho wa siku alifanikiwa kutoa kibunda. Sasa Alex baada ya kuona amekuwa ni mnoma sana kwenye masuala ya mitandao, aliamua kuingia kwenye website moja ya benki ambayo alikuwa anafanya kazi mama yake. Na dogo alipoingia kwenye website hii aligundua kwamba hii benki ipo very weak kwenye masuala ya security. Na hapo ndipo alipogundua kwamba endapo akihitaji kutoa pesa kwenye benki basi kila kitu kinawezekana. Na dogo alifanikiwa kuingia kwenye website ya benki, lakini mambo yalikuwa tofauti kabisa, maana dogo alikuwa hana pin code ambazo zingemwezesha atoe pesa hizo. Sasa Alex baada ya kuona hana ujanja alijitosa na kwenda moja kwa moja mpaka benki, maana aliamini huku ndio sehemu pekee ambako anaweza kupata password. Na dogo alifanikiwa kupata pin number, lakini akiwa anatoka kwa bahati mbaya sana kamera zilimnasa na dogo alikamatwa. Ila Alex baada ya kuona hii kesi imeshakuwa ngumu, maana hata mleta China amewekwa ndani, ndipo aliamua kuongea kiutu uzima na meneja, ikiwezekana meneja amwachie. Na Alex alimpatia mtihani meneja na kusema endapo akimwachia atawasaidia kuupdate security kwenye website ya benki yao, na endapo akishindwa kabisa kumwachia basi benki itaingiza hasara kubwa sana, maana pesa zote ambazo wateja wameziingiza zitapotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Na meneja baada ya kuona home
mchongo umeshakuwa mgumu, ilibidi amkubalie tu Alex, ikiwezekana Dogo afanye mchongo huo. Na Alex baada ya kumaliza kazi hiyo, Dogo aliondoka, lakini mshikaji wake alikuwa anamshangaa sana Alex, maana alikuwa aamini kabisa kwamba Alex anaweza kuchomoka kwenye msala huu. Lakini Alex alijikuta anapata umaarufu mkubwa sana, maana kila mtu alikuwa anatamani ajue huyu Alex ni nani. Sasa siku zilivyozidi kusogea, maisha ya Alex yalikuwa yanabadilika siku baada ya siku, na Alex alifanikiwa kupata kazi kwenye kampuni kubwa sana ambayo ilikuwa inajihusisha na utengenezaji wa credit card fake ambazo zilikuwa zina uwezo wa kutoa kibunda kutoka benki. Sasa Alex kwa sababu alikuwa ni mnyama kinoma noma, aliifanya kazi hiyo na kila mtu alikuwa anamshangaa kutokana na umri aliyokuwa nao, maana umri aliyokuwa nao Alex ulikuwa uendani kabisa na utundu aliyokuwa nao. Na siku zilipozidi kusogea, Alex alijikuta anapata umaarufu mkubwa sana, na hapo alifanikiwa kujiunga na kikundi kimoja cha wauni walichokuwa wanauza bidhaa feki, na wauni hao walikuwa wanamkubali sana Alex, lakini walishindwa kufanya naye kazi pamoja kutokana na masuala ya kipato, maana Alex alikuwa anahitaji mpunga mwingi kinoma noma kutokana na uwezo aliokuwa nao. Na wauni hao baada ya kuona wameshindwa kufanya kazi na Alex, ndipo aliamua kumchoma kwa polisi. Lakini Alex naye baada ya kuona kila sehemu polisi wanamuinda, ndipo aliamua kuondoka Canada na kwenda kuishi China, huku akiwa anaamini hii ndio sehemu pekee ambayo anaweza kufanya kazi zake kwa uhuru, maana aliona hawezi tena kuendelea kuishi Canada. Na Alex baada ya kufika China alikuwa anaandamwa na misala mingi kinoma noma, maana alianza kuvunja sheria bila kujua kwamba China nako kuna baadhi ya watu wanamfahamu, ila kwa sababu anasema sikio la kufa alisikii dawa, Alex alishindwa kabisa kuacha uuni. Na ndipo siku moja Alex alifanikiwa kuhaki system ya benki kuu ya China, na mwamba alifanikiwa kuiba pesa nyingi sana ambazo hazijawahi kabisa kuibiwa kwenye nchi hiyo. Na baada ya tukio hilo, serikali ilibidi ingilie kati na kuwafuta kazi baadhi ya viongozi, na hii issue ilifanya wananchi wengi wasio na imani ya kwenda kuhifadhi pesa zao benki. Lakini Alex alikuwa kila siku anashauriwa sana na mpenzi wake, ikiwezekana aache kabisa kazi hiyo, maana kuna siku moja anaweza kaingia kwenye matatizo. Lakini hilo jambo lilikuwa gumu sana upande wa Alex, maana hakutaka kabisa kuacha mishe hizo. Na mwamba akiwa anaendelea na mishe hizo, kwa mara ya kwanza alifanikiwa kuwasiliana na bosi wa Dark Web, na bosi huyo alimwahidi Alex kwamba endapo akubali kufanya kazi kwenye kampuni yake atampatia zaidi ya dola milioni 1. Na Alex baada ya kusikia dau hilo hakutaka kabisa kulaza damu, alifanikiwa kukutana na bosi huyo, na bosi alifanikiwa kumpatia kibunda Alex na kusema kuanzia leo utakuwa ni kiongozi msaidizi kwenye kampuni hii. Na mwamba alimsikiliza bosi na kuondoka zake. Sasa mchizi baada ya kuanza kufanya kazi kwenye kampuni hii, mambo yalikuwa ni magumu siku baada ya siku, maana serikali iliwasanukia na kufahamu makao makuu ya Dark Web. Na Alex baada ya kusikia taarifa hizo aliamua kukimbia, lakini kabla hajachomoka, kwa bahati mbaya sana mshikaji alikamatwa na kwenda kufungwa kwenye chumba kimoja ambako alikuwa anapata mateso makali kinoma noma, na mchizi ulimbana sana, ikiwezekana aseme kazi ambayo alikuwa anaifanya Dark Web, lakini Alex hakutaka kuambia jambo lolote lile. Na mwisho wa siku Alex alichomwa sindano iliyomfanya asahau kila kitu ambacho alishawahi kukifanya kwenye maisha yake. Lakini Alex baada ya kuachiwa aliona hawezi tena kuendelea kufanya mishe hizi, ndipo aliamua kuondoka na kwenda Thailand, ambako alibadilisha taswira nzima ya maisha yake na kuanza kufanya vitu vya halali licha ya kwamba alikuwa hana kipato. Ila siku zilipozidi kusogea, mwamba alipata taarifa kwamba hata bosi wa Dark Web naye amekamatwa, na mwamba akiwa anaendelea kufuatilia taarifa hiyo, ikiwezekana ajue ni nini kinachoendelea kwenye kampuni baada ya bosi wao kukamatwa. Ghafla mtandao na kuwa blocked, na hapo ndipo maaskari walifika na kumkamata Alex. Na Alex baada ya kutiwa nguvuni alihukumiwa kifungo cha miaka 2 jela kwa kosa la uwizi wa kimtandao. Lakini baada ya miaka 2 kupita, Alex alifanikiwa kumaliza kifungo chake na kurudi tena mtaani, na hapo ndipo mshikaji alipofanikiwa kuacha uwizi wa mitandao na kukubali kuanza maisha mapya. Sasa nao ndio mwisho wa simulizi kali ya movie yetu, na ulikuwa na mimi Vasco Rhymes nilikuletea simulizi hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kama unahitaji kupata movie kali kama hizi, usahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata movie zetu. Okay, asante, enjoy.